Huenda msanii Diamond Platnumz akawa kwenye penzi jipya pale Dubai, ambako sasa hivi tunafahamu ni muda kidogo tangu alivyoenda pale. Sasa hili limekuja kudhihirika baada ya picha yake ambayo ilikuwa inaonekana amemkumbatia mwanadada moja ya mastaa wakubwa sana pale pande za Uarabuni, kwa maana ya Falme za Kiarabu, ambayo alikuwa amemposti pamoja na kuweka caption ambayo kila mmoja ameweza kuitafsiri kivyake, ingawaje hatujaweza kuona comments kwa sababu ilikuwa ni Insta story ambayo bidada aliweza kuiposti huku akiwa amekumbatiwa na Diamond Platnumz. Huyo bidada mimi nitakupa historia yake kwa ufupi. Najua unamuona hapo kwenye screen. Sasa wengi wanaweza kawa hawamjui, hata mimi mwenyewe pia nilikuwa simjui mpaka pale ambapo nilikuja kukutana na hiyo Insta story. Sasa ndipo ambapo nikaelewa kwamba okay, kumbe ndio huyu. Nilivyomfuatilia nikajua historical background yake, lakini pia ni mtu wa aina gani, ni famous kiasi gani na mishemishe zake ni zipi, kila kitu nikaelewa. Sasa acha nikupe story hapa, ingawa haiko confirmed kwamba Diamond Platnumz yuko kwenye mahusiano na huyu mwanadada, na anaonekana ni bidada wa huku Falme za Kiarabu, lakini kwa kile ambacho kinaweza kuandikwa kwenye caption na huyu mwanadada, basi hata mwenyewe pia kitakuachia maswali mengi na ukabaki kujiuliza ama kufikiria kwamba huenda Diamond Platnumz akawa anatoka na huyu bidada kwenye mapenzi, ukitegemea ni bidada fulani hivi mzuri, lakini pia ni moja ya watu ambao ni famous kinoma noma, pamoja na followers wengi sana. Ni kiufupi anafuatiliwa sana specifically kwenye mtandao wa Instagram. Sasa ngoja nikupe story yote juu ya kile ambacho alikuwa amekiposti huyu bidada ambaye unamwona kwenye screen yako hapo, alafu nitakwambia pia kuhusiana na historia yake kwa ufupi na jina lake halisi kabisa ambalo amekuwa akilitumia, ili hata ukienda kumcheck pale Instagram utaweza kumuona, alafu utaweza kukompea kwa moja sababu ambazo of course Diamond mwenyewe pia alikuwa akizimention mara kwa mara, ikiwa ni vigezo vya mwanamke ambaye amekuwa akimtaka, ingawaje tunafahamu sasa hivi yupo kwenye mahusiano. Sasa before sijafika mbali zaidi, mimi nakuomba tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, kwa sababu hapa ndo mahali pekee ambapo utakuwa unapata exclusive nyingi zaidi ambazo ndio mara yako ya kwanza kabisa utakuwa unaziona kuhusiana na mastaa wako wote ambao unawakubali. Ni kutumia sekunde moja tu, tazama chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako, utakomentisha sana. Mimi ni Gabi Official, hii ni Bongo Vibe, tena namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote zinakuwa zinapatikana hapa. Tuanze moja kwa moja mpaka mwisho ukapata kumfahamu huyo mwanadada, jina lake halisi na kila kitu, pamoja na kile ambacho ameweza kukiandika kama caption kwenye ile picha ambayo aliweza kuiposti akiwa amekumbatiwa na Diamond Platnumz kwenye Insta story yake. Sasa huyu mwanadada ambaye unamuona kwenye screen yako hapo, jina lake kamili anakwenda kwa jina la Tarane Zaman. Jina lake linafahamika kama hivyo. Ni jina fulani hivi limekaa Kiarabu kama sijakosea, Tarane Zaman, na ni raia wa Qatar. Huko ndiko ambako nyumbani kwao ama asili yake, lakini sasa hivi makazi yake makubwa ni Dubai, japo amekuwa ni mdada fulani hivyo kusafiri mara kwa mara. Kwa mujibu wa jinsi ambavyo nimeweza kuisoma historia yake, kabla sijakwambia kwamba ilikuwaje, pia kwa mujibu wa kile ambacho kimeweza kuonekana ni kwamba huyu bidada ana umri wa miaka 28 na kazi yake yeye ni makeup artist, lakini pia ni fashion model. Yani kiufupi ni mwanamitindo, lakini pia ni msanii wa vipodozi wa kuwapodoa wasanii, yani makeup artist pamoja na vitu kama hivyo. Hizi ndo zimekuwa shughuli zake kubwa ambazo zimekuwa zikimpa umaarufu sana, specifically pande za UAE, kwa maana ya Falme za Kiarabu, kwa zile nchi ambazo zinazunguka Falme za Kiarabu pale, na amekuwa ni moja influencers wakubwa sana ambao wamegain popularity specifically kwenye mtandao wa Instagram kutokana na hizi shughuli zake ambazo amekuwa akizifanya. Ni moja ya wanadada ambao of course ni famous sana, lakini pia jina lake ni kubwa sana, ingawaje kwa Afrika kidogo anaweza kaa hajulikani. Sasa wengi tulikuwa hatumjui, hata mimi mwenyewe pia nilikuwa ni mmoja tu ambao nilikuwa simjui kabisa, lakini baada ya kukutana na ile Insta story ambayo alikuwa anaonekana ameposti akiwa amekumbatiwa na Diamond Platnumz, alafu kwenye caption akaandika kama ifuatavyo. Ameandika tu maneno machache juu ya ile picha ambayo alikuwa ameposti akiwa amekumbatiwa na Diamond, akaandika do we match, alafu akaweka alama ya kuuliza, kisha mbele yake
akaweka kikopa alama kopa. Sasa wimbo aliokuwa ameweka pale ulikuwa ni wimbo wa Kiarabu, so sijui ulikuwa unamaanisha nini, of course kwa sababu sina experience na Kiarabu, lakini ni moja ya picha ambayo nilivyopitia mara 2 mara 3 nikavuta taswira. Kumbato alilokuwa amekumbatiwa sio kama alikuwa amekumbatiwa kama mtu wa kawaida, ilikuwa inaonyesha ni dhahiri kabisa kwamba hawa watu wana zaidi ya wana zaidi ya intimacy, yani ule ukaribu wa karibu kabisa ale. So mengi nikaa najiuliza kwamba hiki ambacho anakifanya Diamond Platinum, kumbuka moja ya sifa ambayo Diamond Platinum aliwahi kuisema kwamba inawezekana ni moja kitu ambacho kinaweza kikamvutia yeye akamtamani mwanamke fulani ni uzuri wa sura, alafu mambo mengine ya tabia pamoja na vitu vingine vitafuata huko mbele. Sasa imagine ukimwona huyu bidada alafu ukajaribu kucompare na Zuchu, maybe hatumsemei kwa ubaya Zuchu kwamba eti ni mbaya, hapana, lakini jaribu tu kucompare, ukiwaangalia, ukiwalinganisha, ukiwaweka pamoja, utapata picha kamili ya kwamba pengine Diamond Platinum ameona kabisa kwamba hapa kuna kitu cha ziada. Lakini sio hivyo tu, kuna sababu nyingine ambayo pengine inaweza ikawa imemvuta Diamond Platinum. Ni moja tu ambao wanatumia akili nyingi sana kuhakikisha kwamba anajibrand pamoja na kukua kimataifa zaidi. Sasa moja ya kitu ambacho nimefikiria zaidi ni kwamba huenda Diamond akawa amefikiria nje ya box zaidi, kwamba okay, yuko na Zuchu anampenda sana na haimaanishi kwamba amemwacha, lakini pengine target yake kubwa kuwa na yule mwanadada pengine ni kutafuta soko katika kwa followers wa yule mdada, kwa maana ya kupata mashabiki wengine wapya kutoka katika listi ya followers wa yule mwanadada, pengine ni kutoka katika hizo nchi, maybe inawezekana Qatar, Falme za Kiarabu kwa ujumla na vitu kama hivyo, na watu wengine ambao walikuwa hamjui Diamond Platinum, lakini kupitia huyo mwanadada pengine inawezekana ni fursa kwake Diamond Platinum kujitangaza pamoja na kujitanua kimataifa zaidi kwenye swala la muziki pamoja na mitikasi mingine ambayo Diamond Platinum amekuwa akifanya. So nimefikiria katika engo mbili na kuona kwamba hili swala huenda Diamond mwenyewe akawa na mahusiano na ubidada kisirisiri, lakini pia huenda akawa amefanya hivi kwa ajili ya kutumia mwanya huu kukuza brand yake na kufanya aweze kuwa popular zaidi katika yale maeneo ama kwa wale watu ambao walikuwa hamfahamu. Lakini tukirudi kwa upande wa Zuchu, bila shaka nafahamu kwamba huyu ni mwanamke na always moyo wake sio wa chuma, so kuna wakati lazima atakuwa anapata ile jealous na kuona kwamba why my man tries to do this, alafu mimi nipo. So ni kitu fulani hivi ambacho of course kinatengeneza maswali mengi sana, lakini sijui, anyway kila mmoja huaga na maoni yake kuhusiana na kile ambacho kinaonekana, lakini mtazamo wangu umenipeleka mbali zaidi kwa kuona kwamba Diamond huenda kama sio mpenzi wake huyu, basi huenda akawa ametumia kama fursa kwa ajili ya kupata audience wapya kwa ajili ya kufuatilia kazi zake. Ikumbuke nimekwambia kwamba huyu bidada ana takriban followers milioni 2.2 pale katika mtandao wa Instagram. So ana fan base kubwa sana ambayo kama Diamond akiweza kutambulika na fan base, basi atakuwa amejitanua kwa namna fulani. Kwa upande wako tuambie, unadhani kwamba Diamond anaweza kuwa amefanya hiki kwa namna ipi? Anaweza kuwa ni mpenzi au anaweza kuwa ni jamaa akatumia fursa tu kwa ajili ya kutafuta opportunity ya kukua zaidi na kutambulika zaidi kimataifa? Comment yako ni ipi kuhusiana na hiki? Naomba tuambie kwenye comment section hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.